cha chini, cha kati na cha juu cha maombi yatakayokufanya, yanayoweza kukufanya uwe mshindi katika kila eneo la maisha yako. Na ombi pekee unalotakiwa uliombee kwa aina zote hizo za maombi, kima cha chini, cha kati na cha juu cha maombi yanayoweza kukufanya uwe mshindi katika maeneo yote ya maisha yako. Na ombi pekee unalotakiwa kuombea ukiwa kwenye maombi haya. Haleluya. Amen. Tangu nimeanza semina hapa, tangu tumeanza ibada Jumatano mpaka leo, moja ya title, na sio tu hapa na maeneo mengi nitakayokwenda na niliotoka na kanisani nilikotoka, moja kitu ninachoangaikia ni kuwa na wanadamu, ni kuwa na ushirika na watu washindi, ni kutafuta watu watakao kuwa washindi kwenye kila eneo la maisha yao. Amen. Na moja ya kitu ambacho na kifesi cha kwanza kabisa, cha kwanza ni kutengeneza jamii ya mtu anayeweza kushinda dhambi. Najua ukishinda dhambi, umeshinda magonjwa. Sasa tusipoelewana kwenye dhambi, tunaelewana kwenye magonjwa. Kwa sababu ninaamini ukielewa kabisa kwamba unaweza ukaishi wewe, ugonjwa usikae kwenye mwili wako. Ukielewa ile, ukaielewa ile na ukaanza kutafuta ile, lazima utanielewa pia na swala la kuacha dhambi. Tena leo leo usifundishwe, wewe mwenyewe utaanza kusema huwa naonaga nikigusa pale kuna vitu vinanichomaga. Huwa naelewa nikizembea pale kuna vitu vinanichomaga. Kwa hiyo eneo lile niwe makini. Jina Bwana liwe sana. Amen. Anyway, nikwambie hivi, nataka kuishi na jamii ya washindi. Watu ambao wana uhakika wanapoishi duniani. Sasa nikwambie aina ya maombi, kima cha chini cha maombi. Kima cha chini cha maombi, nianze na kima cha chini. Yani kwa siku hicho kima, jitahidi sana uliyekwama kabisa. Kama unataka uwe mshindi walau kwa kiwango fulani, uliyekwama kabisa, lakini kuna mambo kadha wa kadha unatakiwa uwe na uhakika nayo kwamba kwa kweli, pamoja na kwamba sijakamilika, lakini hili eneo hili naliweza. Maeneo 1, 2, 3 haya nayaweza. Kima cha chini ambacho hicho kima, ukiwa mwaminifu, ukiwa na nidhamu kwenye kima hicho, akili yako itakuwa kivutio. Akili yako itakuwa, yani utekelezaji wa mambo mengi kwenye maisha yako utakuwa wa ubora, utakuwa na ubora mwingi. Amen. Yani kiujumla maisha yako yatakuwa ukiweza ile eneo. Ukiweza kima cha chini ni kila siku kuomba muda usiopungua saa 1. Kima cha chini ni kila siku kuomba muda usiopungua saa 1. Kila siku kuomba muda usiopungua saa 1. Mathayo 26
Kwa ajili ya muda usome mstari wa 40 tu. Kima cha chini. Nasoma Mathayo 26 mstari wa 40. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, ili msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Hapo kuna kitu nataka nikusaidie, msije mkaingia majaribuni. Kabla sijakwambia hicho kima cha chini, nikupe fafanuzi ya msije mkaingia nini? Jaribuni. Msije mkaingia nini? Haleluya. Tafsiri ya maandiko haya sio msije mkapatwa na majaribu. Tafsiri ya maandiko haya, msije mkaingia kwenye majaribu. Kupatwa ni jambo moja, kuingia ni jambo lingine. Jaribu ni kitu kinachokuja kuthibitisha ulichobeba una uhakika gani nacho. Ulichobeba kinawezaje kukuokoa? Hakuna maisha ya kukwepa majaribu. Hakuna maisha utakayokwepa kujaribiwa, hakuna. Kwa mfano mwanaume au mwanamke, nianze na mwanaume. Kukutana na binti, kukutana na mwanamke, pengine kavaa suruali imekaza makalio, pengine na makalio makubwa, au ni mweupe, au ni mnene, au mwembamba, vyovyote kulingana na kitu ambacho kimo kichwani mwako ulichosikia aina hii ya binti au mwanamke ni mzuri. Au zamani kabla hujaokoka, aina ile ya maumbo kama yale ulikuwa unayaona ni mazuri. Sauti kukujia tena na kukuambia unamuonaje huyo. Zile hakuna ulimwengu utaishi ambazo zile sauti zitakoma. Hakuna. Hakuna dunia utakayoishi. Kama mdada ulikuwa unapenda wanawake walionyoa denge kidogo humu, wanaume walionyoa denge kidogo humu, denge amepiga miwani, kakupigia jinsi safi, so t-shirt na jinsi, na yani ukimwona kwa sura hiyo ulikuwa unasema ise akija kunioa kama huyu. Kama sio hivyo basi ni brother kakupigia tai nzuri na suti ya blue na kakiatu kamchina mahali kanana. Kama aina ile ya wanaume ulikuwa unaona ni wanaume, yani nikija nipate kama huyu, alafu ukaokoka ukaja kuona sasa mwanaume pekee unayetakiwa ushikamane naye ni Yesu peke yake, na akutosheleze huyo peke yake. Kama kuna mwingine uliye naye basi ndo awe ni huyo peke yake, kama huna awe ni Yesu peke yake. Swala pale la kuingia au kujaribiwa vinakuja kwenye namna mbili hizi. Shetani akikunong'oneza, unamuonaje? Unamuonaje huyo sasa? Unamuonaje? Yani kama huyo ndo, kama huyo unamuonaje? Lile ni jaribu, hakuna maisha utakayokwepa. Kuulizwa maswali na shetani hakuna. Hata Yesu alijaribiwa, amesoma mtumishi wa Bwana hapa, alijaribiwa akaambiwa geuza mkate, geuza jiwe liwe mkate, jirushe. Yani hakuna ulimwengu utakaoishi ambao utakwepa jaribu. Ila kazi ya maombi kima hiki cha chini ni kukusaidia usiingie kwenye lile jaribu. Sauti hiyo utaisikia inakwambia unamuonaje. Maombi yakiwa level ya juu, kuna sauti na wewe inatokea ndani yako inakwambia kwani ana nini? Lakini kwa mfano kama zamani ungeweza kupata, alafu sauti inakuja ndani yako, nikipata hili iweje? Sasa kama zamani
Sasa ngoja sikia shetani. Hii sio zamani. Mimi nimekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama ni mapya. Toka shetani. Nashangaa lile wazo limeondoka. Pale kilichofanyika, hujaingia kwenye jaribu. Unisikilize, kuingia kwenye jaribu ni jambo moja, kujaribiwa ni jambo lingine. Swala la kujaribiwa ni la daima. Yaani wewe katika, hata kama kuna ugonjwa ulikuwa unakusumbua, hata kama kuna ugonjwa ulikuwa unakusumbua, pengine malaria za mara kwa mara, tumbo linauma, vidonda vya tumbo vinauma, alafu kujikuta kwa ibada nyingi unazofanya, kwa sababu kanisa hili, kwa mgeni yoyote, kwa mwenyeji yote, kanisa hili tunaamini wewe kuwa mzima bila tatizo lolote, bila kuwa na kidonda cha tumbo cha aina yoyote, bila kuwa na tatizo malaria za aina yoyote za kujirudia. Lakini vidonda vile vilivyotoka vile, shetani hawezi kuacha kuja tena kukujaribu. Unakuta vinaumia pale pale kwa namna ile ile. Tofauti ya kuingia kwenye jaribu na kujaribiwa, kikiumia pale pale kwa namna ile ile, hapo kinakujaribu. Ukikubali kwenye ufahamu kwamba vidorudi, ngoja nikanywe maziwa, ngoja nikale chakula, pale umeingia kwenye jaribu. Lakini ukimwambia shetani na vidonda, sema shetani, mimi ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama ni mapya. Viwepo visiwepo, akili yako imeelekeza tu mimi ni kiumbe kipya. Hebu ngoja nikamimine na dozi nyingine. Ngoja ni hapa na chakula, hapa na nyumbani sitaki kukaa. Hebu ngoja nikamimine na dozi nyingine, nikamwite Yesu kwa sura nyingine. Unakwenda unasema Yesu. Pale umejaribiwa, hujaingia kwenye jaribu. Jina la Bwana liwe sana. Sasa baada ya kusema haya, nikurudishe kwenye maandiko. Yesu alisema kesheni muombe, msije mkaingia kwenye nini? Majaribu. Msije mkaingia kwenye nini? Majaribu. Je, yeye aliyeomba sana usiku ule hakujaribiwa? Si Yesu ndiye aliyesema ombeni msiingie kwenye majaribu? Ndio. Kama tafsiri ya kuomba, tunaomba ili tusiingie kwenye majaribu, yaani ili tusipatwe na jaribu. Hivi Yesu, kuna mtu anaombaga sana kuliko alivyokuwa anaomba Yesu? Je, Yesu hakujaribiwa? Swala ni kwamba tafsiri yake ilikuwa hivi: saa mnayojaribiwa usishindwe na lile jaribu. Amen. Usimezwe na lile jaribu. Usipotezwe na lile jaribu. Usibadili mtazamo wako kwa sababu ya ile adha inayokukuta wakati ule. Haleluya. Amen. Usibadili msimamo wako kwa sababu ya ushawishi unaokukuta saa ile. Ndio tafsiri ya kuto kuingia kwenye nini? Sasa nikwambie hivi, vyovyote unavyokataa, vyovyote unavyojiamini, kama hauna kipimo hiki cha kuomba kila siku, unaweza ukakataa siku 3, 5, mwaka mmoja, miwili, mitatu, siku nyingine utaangukia pua tu. Mbingu, Yesu anawaambia kina Petro, hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia kwenye majaribu. Saa ya kujaribiwa. Msije mkakana imani yenu, msije mkakana uzuri huu, msije mkakana mkapunguza namna ya ibada, msije saa ya kuja. Petro akasema, hapana, sisi hatuwezi kukana imani hii, hatuwezi kugeuza mtazamo huu, hatuwezi kubadili mtazamo huu, kuacha msimamo huu. Nasema wapendwa, wanadamu hawezi pasipo Mungu. Kweli. Haleluya. Nataka nikwambie, wengi wenu mnaacha mitazamo fulani ambayo ingekuvusha, ingekusaidia,
Ni kwa sababu mitazamo ile unao mtazamo wewe peke yako. Hauna nguvu unayohitaji kusaidia. Kuna vitu vingi mnaviachaka kwenye maisha yenu ambayo katika hali yoyote kile kitu kingekuvusha. Kile kitu ungetoboa. Kuna kazi, kuna biashara, kuna mlokole ndio mtu wa kwanza kabisa kuacha kazi yoyote anayofanya. Akijaribu kulima nyanya zimegoma, amani ya Mungu imekataa. Nadhani Mungu hapendi kazi. Akijaribu kufanya biashara hii imekataa, na amani ya Mungu imekataa. Nadhani Mungu hapendi. Wanapokuja kukimbilia mwisho, Mungu ameniita nimtumikie, sio kanisa hili. Ili kanisa uweze kumtumikia bila kazi. Uweze kumtumikia kwa kungojea watu wakupe sadaka. Ili kanisa unamtumikia kwa gharama zako, kwa hela za mfukoni mwako. Amen. Kama kuna mtu atatoa hela, atoe, lakini wakati weza kwako zinatosha. Sio atoe wewe mwenyewe mpaka ikifika Jumapili kama leo, pengine wewe ndio mchungaji, umetulia mahali unaangalia na wanaoenda kutoa. Ona yule ona nimesikia ngengeti mwe hilo limetoa 50, mwe hiyo itakuwa limetoa 500, mwe ngine unapiga ili kanisa. Hapana, unakuja kusali kwa gharama zako. Kama kuna mtu atakupa chochote, anakupa kwa sababu ni anatoa sadaka, sio kwa sababu kakuonea humu na shida. Hii tukikona ni mtumishi, ni mhubiri, una shida, sema hapana, mtumishi wa Bwana kafanye kazi. Amen. Kafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na majaribu. Umeingia kwenye jaribu. Sio jaribu. Shetani alipokugusa kwenye ile kazi, ukajaribu kuuza nyanya, ukapata hasara, alikugusa tu pale. Ukajaribu kulima mboga, wadudu wakala, amekugusa tu pale. Ukajaribu kufuga kuku, wakafa kideri, amekugusa tu pale. Ili usiingie kwenye jaribu, yale maombi yatakutia nguvu na kukuambia fuga tena. Amen. Lima tena. Amen. Kauze tena. Amen. Hiyo ndo kazi ya maombi pale. Haya mshushi Roho Mtakatifu na ndoto, unaota na ndoto. Sauti inakujia usiku, inakwambia Yohana. Eswida. Abe, mimi nimekuita kanitumikie. Wewe amka na hiyo ndoto nijie nayo mimi asubuhi. Unavyoniambia ile ndoto, unaangalia nyuma kusiwe na fimbo. Kukiwa na fimbo na kutandika. Yaani ndoto yoyote itakayokuwa inakwambia acha kazi unitumikie, ile ndoto kwangu mimi. Hiyo wewe nakwambia, aliyekwambia nani? Ukiniambia ni Mungu, nakuuliza umemwacha wapi? Kwa sababu aina hiyo ya Mungu ndio ningeanza naye kumtandika. Umemwacha wapi? Kama unionyeshi, naanza na wewe. Aina hiyo ya Mungu ambaye amekwambia acha kazi ufanyaje? Nakwambia kamwite, unavyochelewa ombea nisiwe na fimbo, sio ya kiroho. Nadhani mnanijua mimi nachapa kweli, mimi wazembe. Mimi uzembe na uchukia kuliko, yani kama shetani anavyochukia. Wewe nilete umepingwa kidogo tu kwenye eneo fulani na kazi, tayari amani ya Mungu imekataa. Nasikia kumtumikia Mungu. Mimi bado niwaambie tafsiri ya kumtumikia Mungu ni hii. Ni kufanya anachokuagiza. Kumtumikia Mungu sio kuhubiri. Amen. Mwenyewe. Unajua sasa tumejaza watu wanasema mimi ni mtumishi, mimi ni mtumishi. Hata uelewe utumishi ni nini? Mpinga utumishi ni kutumwa na kwenda kufanya ulichoagizwa. Ndio utumishi. Utumishi sio kuhubiri. Kuhubiri hata vichawa na ubiri. Wana nena na kwa lugha vichawa mtaani huko. Unakuta wewe shenda. Dhambi ni mbaya. Jehanamu inakuja. Mimi ni tajiri wa kwanza duniani kote. Kuhubiri na kichana ubiri. Kumtumikia Mungu sio kuhubiri. Kumtumikia Mungu ni kuyatenda yote unayoagizwa. Amen. Haleluya. Sasa ni madogo.
ikiwa pamoja na asiyefanya kazi na asile. Ule ni utumishi ule. Ndio maana jana nimewaambia wako walienda kutoa sadaka kwa Sulemani sio kwa sababu amefanya muujiza. Sio kwa sababu katoa mapepo, bali kwa sababu hekima yake imemuongoza kupangilia vitu vizuri. Watu wanaoviona vile vitu vizuri wanasema bila shaka huyu ni Mungu. Wanamtolea sadaka. Ndio maana nimekwambia Mungu atakayekwambia acha kazi ukanitumikie, inabidi nimchape sana wewe Mungu. Sasa sio wa Biblia hii. Sio wa Biblia. Wa Biblia amesema asiyefanya kazi na asile. Sio akahubiri wapendwa. Sio asiyefanya kazi akahubiri, asiyefanya kazi na asile. Swala ni kwamba sisi tunaingia kwenye jaribu. Yaani una maisha ambayo ni rahisi kuingia kwenye jaribu. Ugumu wowote utakaoupata, kazi umeacha. Umeelewa? Kama wewe unaendesha ni bajaji zile. Siku tu umeenda wiki moja, unatafuta wateja huko wameshawahi, unatafuta huko wameshawahi, uendesha hapa wameshawahi. Walokole hawachelewi kwanza kusema amani ya Mungu imekataa. Nadhani Mungu anataka nibadilishie kazi. Sasa hivi nasikia wito, usiitwe kwenye hili kanisa na uzembe. Usiitwe. Utachapa fimbo za kichwani ambazo haukwai kuchapa na mwalimu. Nadhani wamesema sasa hivi shuleni ni mibaya, hakuna kuchapa fimbo pengine mwalimu mkuu. Kanisa hili fimbo bado lipo. Usiitwe na Mungu huku tutachapana tu fimbo za kichwani za kukutosha. Kisha umekosa abiria wiki moja. Umeelewa? Wapagani nilikwambia juzi. Wapagani mpaka mambo yanakwenda wanapambana. Kweli. Na unakuta tu kapaki bajaji hapo. Kasha unakwenda. Amepokea begi yao kawaida. Unakwenda. Alafu wewe unategemea upako ule. Unakwenda. Shino wewe Prosper shida la kesho. Unaona kweli? Alafu hujapata abiria. Mungu ananijaribu, mimi majaribu ni mengi. Umeingia kwenye jaribu. Kujaribiwa kukosa abiria ni kitu cha kawaida. Kujaribiwa kuchukiwa mahali pa kazi ni kitu cha kawaida. Kuzomewa, kukataliwa, kuingia hasara ni kitu cha kawaida. Swala unavyopata ile hasara, usiingie kwenye ile jaribu. Sema nainuka tena. Na ninakufanya tena. Bwana, kwa yale maombi ninayoomba masaa moja kila siku, nishike mkono, nitie nguvu nikafanye tena. Kazi ya maombi, tandika kitabu kingine cha maombi toleo la pili. Kazi ya maombi sio kushusha vitu kutoka kwa Mungu, ni kukutia nguvu uende ukatekeleze vitu fulani ambavyo vitakufanya uishi vizuri. Maombi hayashushi vitu kutoka kwa Mungu nye. Kazi ya maombi ni kukutia nguvu likabili tatizo, uyakabili mazingira magumu. Haleluya. Hamkuweza kuomba nami hata saa moja. Kesheni muombe, msije mkaingia wapi? Majaribuni. Msije mkaingia wapi? Majaribuni. Nimekuuliza swali, kama hatutaki kuingia kwenye majaribu, Yesu hakuomba sana? Kwani hakujaribiwa? Kinachomaanishwa hapa, alishinda alipojaribiwa. Umeelewa? Aliingia kwenye jaribu, yaani lile jaribu lilimkabili. Halafu lilifika pale iliyeyuka, akatoka na ushindi. Kwa hiyo kama unataka maisha yenye ushindi kwenye chochote kitakachoataki maisha yako, saa moja ni muhimu. Haleluya. Usiombe kwa sababu una shida, usiombe kwa sababu una shida. Omba kwa sababu ni njia tu ya kuwasiliana na Baba na kujaza nguvu ndani yako. Kujaza nguvu. Hatuombi kwa wengine tushaacha kuomba shida. Si kuombea magonjwa. Si kuombea hela.
Kuombea utaji ni elimu za sasa hivi, nitakufundisha hapa nikuonyeshe. Baba zetu walivyoomba kuombea hela, kuombea utajiri, kuombea watoto. Yaani wao waliomba tu, Bwana mimi nikulingane wewe Bwana, nikupendeze wewe Bwana. Njia zangu zilingane na wewe. Bwana mimi nitembee katika njia zako. Bwana nikujue sana, mimi nikujue. Waliombea maombi hayo tu. Mengine yote yalijifanikisha bila kazi ngumu. Jina la Bwana sana. Mimi navihitaji kuombea, vinahitaji kupambana. Mwambie jirani yako, vingi havihitaji kuombea. Vingi unavyohitaji havihitaji kuombea. Vingi unavyovitaka havihitaji kuombea. Vinataka kupambana. Kazi ya maombi ni kutafuta nguvu ili ukapambane sawa sawa, wala sio kuvileta bila kupambana. Wengine tu Mungu kanisani, Bwana unisaidie kupata hela. Zunguka mpaka kesho asubuhi, hela haiji. Ndio ujinga na maombi mengi yanayofundishwa sasa hivi. Ndio maana watu wanaacha kuomba. Nakuta siku 4 anaombea hela yuko kanisani. Hali mpaka hela sije. Subiri. Inakuaisha njaa, unaenda kufungulia pombe. Yuko tu kanisani amefunga siku ya 5. Ana sisi mpaka Bwana ashushe mikate. Kama hivyo shusha. Nataka milioni 2. Hakuna milioni 2 inapatikana shambani. Milioni 2 inapatikana kazini. Amen. Milioni 2 inapatikana kwenye biashara. Amen. Milioni 2 inapatikana kwenye kujituma. Amen. Haipatikani kanisani. Kanisani tunakuja kuchukua nguvu na maarifa. Amen. Amen. Ndio maana wengi wanaacha kuomba nini? Wewe nimekuomba mwaka mzima, bado tatizo lipo. Nimekuomba wiki mbili, bado tatizo lipo. Nimekuomba kwa kufunga, bado tatizo lipo. Unakuja lini kwangu kwa haji? Haji kwa wajinga, haji kwa wapumbavu. Siku zita nitashinda nimelia. Unacheka na siku moja, sasa hivi utakaa mwezi, miaka 3 unashinda unalia kwa ndani. Maandiko yanasema furaha ni wapayo, hakuna cha kuwaondolea. Lakini ili furaha ikae, vigezo na masharti vizingatiwe. Amen. Amen. Hapo kuna nyimbo inaimbwa na nyinyi mnaweka na kwenye simu. Nyimbo yenyewe utafikiri imetungiwa kilabuni. Kuna nyimbo nyingine ni vizuri sana, lakini ukisikiliza sasa kwa jicho ni kusikilizisha. Ile nyimbo utafikiri imetungiwa kilabuni. Amechukua hela mwenyewe, kazitumia vibaya. Nasema maisha ni wanaume wameumbwa mateso. Ndio nyimbo la. Ndio nyimbo inaimbwa. Mateso, hela si umetapana mwenye kwa mikono hapa. Alafu unaweka wimbo kilabuni ule. Wanaume wameumbwa mateso. Kawimba kaleo kazuri. Mateso. Wewe mwanaume akuumbiwa mateso. Hakuna mwanadamu aliumbiwa mateso. Mateso unayotaka wewe kwa sababu ya upumbavu wa akili zako. Kweli. Ndio nyimbo imekuja sasa hivi kanisani. Nyimbo imekuja sasa hivi kanisani. Kazuri hapo kanyimbo kazuri. Uko wapi? Umeniacha. Hivi kati ya Mungu na mwanadamu nani anamwacha mtu? Mwanadamu. Nani anamwacha mwenzi? Hiyo ni nyimbo, sio kila buni. Kila buni mwanaume ameomba mateso. Umeelewa huko tila lila. Ndio nanoga gero nyimbo. Ole wako nicheke siku moja. Siku 6 nitashinda nimenuna. Kama wewe kwa kweli utakosa vidonda vya tumbo wewe. Kwa sababu wewe siku 6 unanuna. Utakosa vidonda vya tumbo. Jina la Bwana liwe
huruma. Nilimfumania mke wangu. Amezaa na daktari. Nikasema nitatengeneza na kwa kilabuni. Kabisa na kwa kitia kabisa. Dhambi ya zinaa unatengeneza na Mungu kirahisi. Dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa. Ngumu sana. Dhambi ya zinaa ilimgharimu Daudi miaka nenda miaka rudi anaishi maporini. Dhambi ya unajua mtoto huyu nilizaa na daktari. Najua nitatengeneza na Mungu. Umelikuta ni mwanaume viatu kama wewe. Kama mimi na kutimua baru. Mimi na Yesu huyu. Na kiroho kinabaki pale pale na mbinguni naingia. Ukizini na mwanaume mara moja, sio kuzaa tu, umezini naye mara moja, unaishi na mimi na kutimua baru. Tena sio mwanaume wa kwamba wewe ni mke wangu. Hata kanisa hili kanisa. Unajua na leo kanisa tuna huruma sana. Nadhani Tanzania kuna kanisa lenye huruma kama hili. Sisi kanisa mtu akizini hatutengi. Unaona, inatakiwa endelee kusali. Mkawaambia na wengine. Hili kanisa mtu akizini hatutengi. Mkawaambia na wengine kuna kanisa ambalo wakizini hawatengwi. Kawaambia wajayo. Hebu niweze sema ila mnafanyaje? Niulize. Ila mnafanyaje? Nikujibu. Ukizini mara hii. Iwe kwa kuteleza, iwe kwa kukusudia, kwa namna yoyote. Tukigundua umezini, hiyo si kuombea fimbo zisiwemo. Zikiwemo unachapwa bila kuelezwa. Yaani hiyo utoke huko kanisani, usitukaonekana tena mpaka Yesu anakuja. Yaani usitukaonekana. Ni mchungaji nini nikaona ananitoa labda mpendo kama fimbo iko mbali ni makofi ya kutosha, toka kwenda zako, usije ukaonekana tena eneo la kanisa. Kwa kanisa ni zuri, hatutengi. Zuri. Nafukuza. Dhambi ya zinaa. Unaimba dunia, haina huruma, dunia. Sio dunia tu, kwani mimi ni wa dunia mimi? Mimi sio wa dunia. Ukizini mara moja na kufukuza, tusione milele. Yaani kama Mungu atakurehemu mbali sana. Ukamuuliza Daudi. Dhambi ya zinaa Daudi ilimfanya asamehewe kwa gharama kubwa. Ndipo hiyo sasa hivi kinatengwa mwezi huu kwa sababu kinapiga vyombo kanisani na kina solo. Kinatengwa mwezi huu, kinatengwa. Wamekosa tu solo na kupiga vyombo. Jamani, leo tunamrudisha mtu kundini. Karudi kundini kwenye kundi la walevi na wazinzi wenzio. Ili kanisa heri tuimba kapela. Kama ulikuwa unapiga vyombo, kama ulikuwa unaanzisha mpendo, hilo ndio kwa hiyo tutakuwa tunaimba wenyewe na sauti za 12. Amen, amen. Mpaka Bwana atakapoleta anayeweza kuimba. Sawa hiyo. Utaimba wenyewe na sauti za 12. Ngoja nizime tu. Hata nikizini watarudisha. Hapa tutaimba takiri vibota vya Tukuyu. Vibota tunakwenda wengine wanaanza. Tewali moto. Wimbo una kituo unakoma. Mpaka wengine papitikia wanakosa. Hauna kituo. Heri tuimbe hivyo, lakini Mungu ajue tunachokifanya. Tuimbe na wenye sauti nzuri, wenye wazinzi na wenye tabia chafu. Amen. Ndio maana kupiga vyombo ni cha kwanza kabisa. Hii ni wadhibiti wa kupiga vyombo, ni mfundisha mke wangu. Sababu nao piga vyombo. Hata nikiondoka mimi watakwama. Kwani tulizaliwa na vyombo sisi? Tulizaliwa na makofi, tutapiga makofi haya pata. Yesu anashuka. Paka uwepo. Katengeneza na Mungu, katengeneza kilabuni na Mungu.
Fanya dhambi kiolela. Na ndio maana umeambiwa kesheni muombe. Ukeshi kwa unazurura tu kwenda mwimbaji mkubwa. Mwimbaji mkubwa mimi. Mwimbaji mkubwa. Hakuna mbadala maombi. Kesheni muombe kila siku. Sio chini ya saa moja. Kama hujaomba saa moja, tamaa ya zinaa inakaa pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kima cha chini cha kuomba. Maombi atakayokufanya uwe mshindi. Cha chini ni kuomba saa. Hapo ukisoma story inayoendelea. Petro tutakana. Nasema bwana siwezi kukana. Siwezi kukana, lakini saa ilipokuja kitisho. Petro sema, "Huyu si mtoi." Kwani ni nguvu hamna. Lakini soma maandiko mbele kula alivyokuwa na muda mwingi wa kuomba. Tatizo lilipoinuka. Tatizo lilipo. Wana watu wengine hata ukitoa sadaka yako unaitoa kwa moyo, maneno yangu unaona kabisa huyu hana shida na pesa yangu. Ila kweli kabisa ana shida kila kitu. Mimi kama kweli pale anashuka. Wewe ukimwangalia pale ana shida pale. Yale maisha yanahitaji kitenge kwa ajili ya mama mchungaji pale. Hayahitaji kabisa. Yanahitaji skuna kwa ajili ya mama mchungaji. Hapana. Maisha yako safi. Kila kitu toka kichwani mpaka chini, kila kitu nimenunua mwenyewe. Sijachangisha mshirika. Mero? Amen. Toka chini mpaka nimenunua mwenyewe, au sasa naye anapiga kazi, anafuga kuku. Na kufanya vitu vya hapa na pale. Akiuza ni kuku limoja ameshanunua kitenge. Kaka tukikaa hapa tafikiri ni ngoma ya Tukuyu. Toa sadaka leo, toa fungu la 10, toa. Bibi kapi inakaa 6 huko mbele. Bado mamechango. Toka uje hapo umesikia hapo mchango. Umesikia hapo sadaka ya kupeleka injili? Kikapu cha mama mchungaji. Ndio wakute mbele kikapu kiwili. Ndio wakute mbele toa kikapu kimoja tu. Mtu atoe kulingana na kile kinachogusa moyo wake. Amen. Kwenye hicho kikapu kimoja kitaka kuweka fungu la 10 aweke. Akitaka kuweka lipuko aweke. Akitaka kuweka shukrani sadaka ya shukrani aweke. Sio makapu yamekaa utafikiri TRA. Chai mara wasite mara wanini mara wanini bao shuru imepanga na pale. Tunaweka kikapu kingine sasa. Haya sasa wimbo umeshapita hapo. Tunaweka kingine au inapanga yote pamoja. Utafikiri hapo mapato, hapo leseni, hapo anatoa serikali kwa kera. Bali vitu vyote hivyo vingekusanya kiweka kwenye eneo moja tu. Mtu akikabiliana na TRA amemaliza kila kitu. Kwa maana nadhani nchi moja ndani ni Uganda ndio walikoiga na kutoa hizo motagedo. Ushuru wote wa gari nadhani ni Uganda. Ushuru wote wa gari umeweka kwenye mafuta. Wewe ukinunua mafuta bima umelipa pale. Ukinunua mafuta motagedo umelipa pale. Ukinunua mafuta kistika cha nenda kwa usalama umelipa pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi mara kistika cha nenda kwa usalama, mara pipa, mara leo hivi ndio wameamka kidogo, wameondoa kibonda vyetu. Lakini wakati njia ya kukusanya yale mapato ni rahisi sana. Ongeza tu hata shilingi 2 kwenye mafuta. Bima umelipa hata zaidi. Hata usomi mimi inarekodiwa na itaonekana kwa usomi. Wasomi wanapata cheti sio akili. Ya kufukuzana, ya kubisiana tu, una bima. Una kistika chenye futa. Bima yenyewe ya vigari hivi 120, 118. Hivi ni kitu huna bima, huna. Wewe kaongeza tu hata shilingi 2 kwenye mafuta. Bali nitaiona mimi na shule yangu hii ya la 7 mimi. Nitaiona mimi shilingi 2. Wala wanaamika wezi wenzao. Hapana, msiweke kwenye mafuta wezi tu kwa sababu anajua hata nunua bima. Watakana huko kwa barabarani. Tupeane fumai. Na wababu wenzao na wanaweka cha bima wala nini. Kweli una bima za Yesu na nawai.
lakini wakati ni kitu very very important. Na mahali pengine ambapo sheria ubabe ulionao hautakusaidia. Kigonga mtu, yani kuna mahali ubabe ulionao hautakusaidia. Amen. Yani kuna mahali sheria inaweza ikakugeuka isiutazame ubabe wako. Leo ndo nawafundisha hilo. Najua mateuni. Kwa hiyo tupia ndio tabiba wewe. Sasa ule wako uje ugonge mtu. Alafu na mgonga mtu ambaye sheria tu iko vizuri, anajua hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kaite wenzako wote waende wafanye vurugu, sheria itawabana. Ndio. Kwa sababu ukigonga mtu huna bima, huyo mtu utagharamia wewe matibabu, utagharamia wewe maisha yake. Alikwambia kila mwezi nilikuwa na kila siku nilikuwa naongeza na kitano hizo ulipo. Naona na kifilisi hicho kidai. Kwa maana mimi nasema mnakuja hapa inawafundisha akili. Jina la Bwana liwe sana. Haleluya. Lakini vitu ambavyo wangevitoa tukio, nadhani Uganda kio kiko safi. Hakina zaka lolote. Sisi ni TRA makanisani. TRA wasite, wale seni, tunatoa mchanga mgapi. Kama mtu anavunjika moyo kufanya biashara. Leo hii watu chungu mzima wanavunjika moyo kusali kwa sababu ya mabikapo. Kweli. Wanavunjika moyo kusali kwa sababu ya mabikapo, wakati kiujumla kanisani sio mahali pa kutoa pesa, ni mahali pa kutoa mizigo. Ukituliwa mzigo wewe mwenyewe utasikia utoe nini. Amen. Utasikia utoe nini. Kanisani sio mahali pa kutozana hela tu mpaka watu wanakata tamaa ya kusali. Kila ukienda leo kuna mchango mpya, ukienda leo kuna mchango mpya, ukienda leo kuna mchango mpya. Baraza likikaa tu kwa wiki unajua tu likisha kuja katibu na mchango mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini kuna kitu nataka nikusaidie nacho. Kuna kitu nataka nikusaidie nacho. Na Mungu akusaidie na hicho kitu, akusaidie na hicho kitu. Kuna aina ya maombi. Kuna aina ya maombi ambayo kama tu utaweza. Hayo tena muombage Mungu, mwambie Mungu nisaidie. Mwambie Mungu nisaidie, inawezekana sio kazi ngumu. Sawa unavyoomba, kila kitu kitakuwa kinakataa. Kila kitu kinakataa. Unasikia vibaya, unasikia kuchoka, unasikia kulala usingizi, ujisikii vizuri, unasikia kutapika, unasikia kizunguzungu. Usiache. Amen. Kwa kusikia yote hayo usiache. Hata ukisikia kusinzia ukiamka omba tena. Haleluya. Amen. Maombi ya masaa 3 kila siku. Hicho ni kima cha kati. Hicho kitakupa uwezo wa kila unapofika. Uwe na hekima kuliko wengine, uwe na uwezo kuliko wengine, uwe na nguvu. Yaani unajikuta tu kila unapofika. Hata kama kwa mfano mimi mliojiliwa, kuna mtu anaitwa bosi tu yako. Lakini utajikuta kwa vitu vingi anakutegemea wewe. Yaani ni mawili, anaweza kukufukuza eneo la kazi, lakini baada kile kukukuta mtaani mahali anakutegemea wewe. Au pale unakuta tu ili jambo jamani tumshirikishe fulani, ili jambo jamani tumuulize fulani, ili jambo tumweke fulani, ili jambo tumpe. Mimi kuna binti pale anafundisha chuo kikuu cha manesi, ndio mtu peke yake na degree, lakini post zinatoka Ikulu, zinatoka wizarani kwamba huyu akawa msimamizi mkuu wa mtihani, kinyume kabisa na elimu alionayo. Eneo lolote linalohitaji uaminifu na ufanisi,
Wanasema mpe fulani. Sasa yale maeneo kile unavyopewa yana posho kubwa, kuna maombezi mengine utakayoanza kuomba tena. Mungu akubariki. Ukishawekwa tu lile eneo lile, unashangaa tu na posho laki 400 hizi laki 3 kwa siku. Kasimamie mteo nakuta kila siku laki 3 laki 400. Kuna maombi mengi utaanza Mungu nibariki tena. Bwana ingilia kati maisha yangu. Mungu wangu, hapana, yako maombi utakayoyaomba hayo yanakuleta juu. Kila mahali utakapokwenda utajikuta ni mtu unayetegemewa. Amen. Kwanza kabisa unakuwa na ufumbuzi wa mambo mengi. Yaani mambo mengi wanayokwama watu, wewe unakuwa na uwezo wa kuyatatua. Tena sio lazima ziwe ndoto, sio lazima uote ndoto. Hata wakikuona kwenye maisha ya kawaida, wanakuta mambo yako mengi umeyapatia ufumbuzi. Amen, amen. Kwa hiyo watu utakuta tu wengi wanakutegemea, wanakuja kuuliza mara mbili. Hebu tuambie, unaweza kwa mfano mimi kwa akili ya kawaida wewe huwezi kunifuata. Huwezi kunisikiliza. Ni mhubiri mkali. Nikiacha ukali, bwana ndio kukalisha muda mrefu kanisani. Umeelewa? Unachoka unageukia huku wewe. Hatutoki bana. Asha hatutoki, tutaanza maombi sio muda mrefu. Maombi marefu. Alafu baada ya maombi tutarudi tena, injili itaendelea. Yaani mpaka ifike jioni, sio kwa wote, kwa wale mtakaoweza. Amen. Mimi kwa ukali, yaani na siku moja tumeenda Chato pale. Tumeenda Chato. Mtumishi wa Bwana alienda kuomba kibali kwa mkuu wa wilaya cha matangazo. Wakutana na ofisa mmoja. Akauliza, "Sema nini natafuta nini?" Akasema, "Natafuta kibali." Cha nini? Cha matangazo kuhubiri mtaani. Mhubiri nani? Sema, Mchungaji Mbarikiwa. Chato kule. Afisa akasema, "Yule mkali huyo." Sema huyo. Yaani nchi nzima, dunia nzima inajua ni mkali. Lakini kwa nini wanakuja? Kwa nini mnakuja? Kwa sababu ni ukali ambao ndani yake una ufumbuzi wa mambo mengi. Amen. Ule ufumbuzi sio kwa sababu nawaambia mtafumbua. Hata ukiangalia maisha yangu naona mambo mengi nimefumbua. Unaona mambo mengi, yani mimi mambo yangu mengi yako safi. Jina Bwana ndiye safi. Kwa ndio Bwana jikuta tunasema pamoja na ukali wa mchungaji, hebu tuvumilie kwa sababu naishi, ndio maana hayo mambo yako hivi. Fungua Danieli. Maombi ya kati, maombi ya masaa 3 kila siku. Maombi ya masaa 3 kila siku. Na kufunga zaidi. Danieli sura 6. Sura 10 soma. Danieli 6 mstari wa 10. Hata Danieli alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Akapiga magoti mara ngapi? Mara 3. Mara ngapi? Mara 3. Siku ngapi kwa wiki? Siku ngapi kwa wiki? Kila siku. Akapiga magoti mara ngapi? Mara 3. Mara 3. Kama alivyokuwa akifanya hata kabla hajaingia kwenye tatizo. Hiyo mara 3. Usidhani mtu ni ile asubuhi, mchana, jioni. Ni masaa 3. Hiyo umeachanganya, umeomba mfululizo. Hiyo umeomba 2 asubuhi, 1 jioni. Hiyo umeomba 1 jioni, 2 usiku. Ndio vyote vile, lakini aliomba masaa mangapi? 3. 3, sio mara 3 ya mchana, jioni au usiku kama vidonge, kama
ndugu zetu wale. Aliomba masaa mangapi? Kama uamini jaribu wewe. Omba hayo matatu, kitatokea nini? Soma mstari wa kwanza sasa. Kitatokea nini? Kwa sababu hata kabla hajaingia kwenye tatizo, maisha ya Daniel yalikuwa ya kuomba masaa matatu. Mstari wa kwanza sasa. 6:1. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Ukiendelea kusoma hapo mbele hicho kisa ndio mpaka tunafika 10, mstari wa 10, ni kwamba walipona Danieli kila mahali anakuja juu. Kila mahali anafanya kwa ubora. Kila swali, kila jibu analijibu kwa ubora. Wakasema njia ya kufanya Danieli awe anajibu ovyo, tuzuie mfumo wake wa maombi. Na ni kweli, mtu akikupigia hesabu akakuzuia kuomba, amekuzuia kila kitu. Kweli. Kwa sababu kuomba ni kila unachokitamani. Ukiwa tu ni mtu ambaye utaweza kuomba zaidi ya masaa matatu, hakuna utakachotamani duniani. Ila utaona sehemu kubwa ya vitu vilivyoko duniani na walioko duniani wanakutamani na vitu vinakutamani. Badala ya wewe kutamani vitu vitakutamani wewe. Badala ya wewe kutamani watu watakutamani wewe. Badala ya wewe kutamani vyeo vitakutamani wewe. Badala ya wewe kutamani heshima itakutamani wewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kima cha juu cha maombi ni maombi ya zaidi ya masaa matatu yasiyoelezeka huko mbele. Zaidi ya masaa matatu. Yaani wewe maisha yako yote una utaratibu wa kuomba zaidi ya masaa matatu. Kwa kipimo chochote. Hayo maombi yatakuweka juu ya vyote. Hayo maombi yatakuweka juu ya vyote. Hauhitaji karama kwamba Mungu anisaidie na mimi. Inahitaji juhudi. Inahitaji bidii. Soma Yakobo. Yakobo sura ya 5 sura 16. Yakobo 5 mstari wa 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. 17. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua, ngoja niwaambie, bidii inategemea vitu viwili vikubwa. Bidii inategemea muda fulani mwingi bila kuacha. Hiyo inaitwa bidii. Kufanya kwa nidhamu moja, kwa namna moja, kwa muda mrefu bila kuacha, au kufanya kwa nguvu kubwa bila kubadili speed. Yaani
kufanya baada ya kuchoka. Umechoka, nguvu ni ile ile. Umechoka, nguvu ni ile ile. Zote zile ni bidii. Haleluya. Amen. Zote zile ni bidii. Kwa hiyo kuniambia mimi naombaga kwa bidii, unaomba umesema mpaka sanga mpaka saa 12 ila ili kanisa sawa sawa. Bwana sanga ya dakika lakini kwenye maombi zinachelewa. Hivi leo kiongozi wa maombi hata jitahidi tu ailishe tusifike mpaka jioni kwa shida hii. Lakini ona yeye alivyokazana, ona wale waliokazana. Wale waliokazana ndio wanao tuponza wale tufike mpaka jioni wale. Nasikia omba mtu wa Mungu ameniona. Bwana 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 ila mimi sina karama ya sio una karama, una bidii. Ila moja ya bidii itakapotajwa unayo, usipoondoka. Umeelewa? Bidii inajumuisha vitu vingapi? Viwili. Kimoja kati ya hicho ni bidii. Aidha kukaa masafa muda mrefu bila kuacha, hata kama unafanya kilegevu, au kukifanya kwa nguvu kubwa, hata unavyochoka unaendelea kufanya kwa moyo ule ule. Ile yote nini? Bidii. Ndio maana nimekwambia maombi yenyewe yatakayokuweka juu ya vyote, yani yeye yanakuleta kwenye uwezo wa kuzuia ili jua lisizame, uwezo wa kuamuru mvua ije na mvua isije. Ni maombi ya zaidi ya masaa 3. Sasa huyu Elia ambaye tunasema ni bidii, naomba nikusomee kitabu cha Wafalme. Uona haya maombi aliyoomba. Uona haya maombi aliyoomba. Kwa kwanza kwanza sura 17. No, yes, 18. Kwanza nianzie 17, ili tuelewane vizuri. Soma 17 mstari wa kwanza. Uione hii mamlaka 17:1. Alafu tuende pamoja na Elia kuwa na mamlaka hiyo. Bado alipokuwa na mhitaji Mungu alikuwa wa aina gani? Ione hii mamlaka kwanza, bado tunaipenda. Soma 17:1. Semaje? Basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ndio ambaye ninasimama mbele zake, ndio hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Sikia. Unaonaje hayo maisha? Safi sana. Kama Bwana aishivyo, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii 3 mpaka kwa neno langu. Jamani, hajaamini. Sio kwa neno la Mungu. Ili limeshageuka, sio neno la Mungu tena, mpaka kwa neno langu. Mpaka mimi mtakapokuja kutamka.
Hii level ya juu sana hii. Hapa naongea na mfalme. Nataka nikwambie yako maombi ambayo muda utoshi hapa. Muda utoshi hapa. Yako maombi ambayo Nebukadreza alisema hakuna Mungu aokoaye kama Mungu wa watu hawa, ambao wanasimama na Mungu wake na kuligeuza neno la mfalme. Bado nikwambie yako maisha ya imani, unaweza ukawa ni mtu wa kugeuza matamko. Mtawala hata akitamka tamko fulani, ametamka tamko gumu, anaweza kawa najua, lakini kuna mtu wauza tamko hili. Usisome tu vile walivyoshinda, walivyotoka kwenye moto, haujawaunguza. Soma maisha walioishi miaka 3 wanakula mtama na maji tu. Kwa maana nikwambia maombi kima cha juu cha maombi ni kuomba zaidi ya hayo masaa 3. Huko juu kwa zaidi ni huko utajipangiaga mwenyewe na tamaa na shauku ulionayo wewe ya kumiliki na kutawala na kuwa juu ya vitu vyote. Ndio maana huyu jamaa anakuambia hakutakuwa na umande wala mvua miaka mingapi? Miaka 3 ila kwa neno langu. Sasa kitu ninachotaka nikuweke vizuri, njoo ulione neno lake. Njoo ulione neno lake. Sasa nataka umande uje lione neno lake, kama napo alisema mvua njoo kwa neno langu. Lione neno lake 18 sasa. Lione neno lake 18:41. Usikie 18:41. Naye Eliya akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Pana sauti ya mvua tele, si ndiye? Inuka ule unywe, pana sauti ya mvua tele. Kwa neno tuende sasa. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli. Akasujudu kifudifudi. Akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena enenda tena mara 7. Ishia hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mvua itakuja kwa neno. Itakuja kwa neno. Gehazi ameenda mara kwanza kwea huu mlima mpaka mwisho. Kwea. Jaribu kwea mlima Mount Meru. Ukwea mlima mpaka mwisho. Jamaa anaendelea kuomba. Masaa mangapi? Kilimanjaro mnakwea masaa mangapi? Siku ngapi? Unajua? Hii Biblia isome kwa msaada wa Mungu, utaelewa. Anaposema kwea, mimi unajua alikuwa anaenda. Hamna. Moja. Hamna. Kwea mlimani, kwea. Panda kwa mguu. Nenda mara ya kwanza. Wewe unavyokwenda kule, mimi huko naendelea kuomba sala kwanza. Naendelea ila kwa neno langu mvua itakuja. Ndio. Ulione neno lake linalokuja kuleta mvua ni masaa zaidi ya 7. Bwana kwambia ndani ya maneno mengi tunayokaa ibadani tunatafuta neno moja. Moja. Kwa neno langu. Gehazi, yeye Eliya ameinama. Msemaji anasema magoti ya Eliya kwa jinsi alivyokuwa kiinama na theolojia, kwa jinsi alivyokuwa akipiga magoti yaligeuka alikuwa kama chuma. Ameinama pale masaa. Na Eliya wanatheolojia anakuambia alikuwa anatembea utafikiri la matende kwa jinsi magoti yalivyozoea kupiga magoti kutafuta uso wa Mungu. Ndio kwa neno lake. Kwa mara 7 yeye kainama kifudifudi. Bwana mpaka huyu jamaa anatoka kule mara 7. Mara 7. Nasema nimeona kawingu kwenye bahari, mfano wa mkono wa mtu.
nikamwambia hapa mfanye na kule. Tumaliza hilo ndio kwa neno langu sasa. Kwa neno langu pana masaa zaidi ya 7. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwambie jirani yako sitamani vizuri. Sitamani vizuri. Tamani gharama ya kupata vizuri. Tamani gharama ya kupata vizuri. Sitamani mamlaka kubwa. Sitamani mamlaka kubwa. Tamani gharama ya kuifikia hiyo mamlaka. Tamani gharama ya kufikia hiyo mamlaka. Mwambie haya kwako yanawezekana. Haya kwako inawezekana. Wewe unaweza ukawa Elia wa sasa. Wewe inawezekana ukawa Elia. Unaweza ukawa Daniel wa sasa. Unaweza ukawa Daniel. Unaweza ukawa Paulo wa sasa. Unaweza ukawa Paulo. Unaweza ukawa Petro wa sasa. Unaweza ukawa Petro wa sasa. Lakini gharama hizo zilipe. Lakini gharama hizo zilipe. Haleluya. Amen. Kwa dakika chache kidogo chache sana. Nikutegulie kwa kitendawili. Utakapokuwa unaomba kila siku hivi, utakuwa unaombea nini? Ndio kila siku unaomba hivi, utakuwa unaombea nini? Jibu ni hili. Usiwe na vitu vingi vya kuombea. Uwe na kitu kimoja tu cha kuombea. Siku zote hizo uwe na kitu nacho ni nini? Muombe Mungu ufanane naye. Amen. Wewe muombe Mungu ufanane naye, akili zake, namna zake, alivyo yeye. Omba, sio dhambi hilo. Sio dhambi. Omba Mungu, muombe Mungu ufanane naye. Wafilipi 5. Wafilipi 5. Nisome hilo ili nikupunguzie mzigo kidogo. Nikupunguzie mzigo kidogo. Wahe? Ndio naomba nifanane na wewe Yesu. Hapo kwenye kufanana na wewe unasema nifanane na wewe mawazo yangu. Nifanane na wewe njia zangu. Nifanane na wewe matendo yangu. Nifanane na wewe mipango yangu. Nifanane na wewe. Leo ukikabili mipango, unasema Bwana, mpango huu nisipange kinyume chako. Naomba nipange unavyotaka. Unisaidie nisifanye hili jambo kinyume cha vile unavyotaka. Unanikabili hilo tu, unanikabili mpaka nasikia amani moyoni. Kesho kama kuna mawazo fulani unawaza, unasema Bwana, nisiwaze wazo lilo kinyume chako, nisitende. Kuna jambo nataka uende kutenda, kuna jambo nataka ulijue jinsi ya kutenda. Unasema yaani wewe usiku na mchana, miaka yako yote unaombi moja tu, ufanane na Mungu. Wafilipi 2:5 soma. Filipi 2:5. Andiko inasemaje? Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Ishia hapo. Iweni na nini? Nia. Iweni na nia. Iweni na moyo ule ule. Iweni na kusudi lile lile. Iweni na mipango ile ile, kwa sababu nia ndio controller wa kila kitu. Kwa hiyo mimi nimekwambia ombi pekee la kuombea pekee yake, miaka yako yote ombea ufanane na Mungu. Amen. Hakuna dhambi yote. Omba ufanane na nani? Mungu. Nataka nifanane na wewe. Nataka nifanane na. Ombea jirani yako. Usiombee gari. Usiombee mchumba. Usiombee chochote cha maisha haya. Ukiomba kufanana na Mungu, vyote vitakusujudia, vyote vitakutafuta. Mathayo 6:33. Mathayo 6:33. Soma. Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tafuteni kwanza nini? Ufalme na haki yake. Kwanza nini? Ufalme na haki yake. Na mengine mtazidishiwa. Mtaomba. Mtatabiriwa. Au mtaombewa. Yote mtafanyaje? Kwa cha kutafuta ni nini? Cha kutafuta ni nini? Yaani ile namna alivyo yeye. Ukoje Bwana? Nisaidie nijue ulivyo. Kwa maana Ayubu 20:22 anasema mjue sana Mungu ili upate amani. Ndivyo mema yote atakayofanyaje. Kwa hiyo wewe moja kitu cha kufanya Mungu. Sema nimjue.
Nataka nikujue. Nataka nikujue. Nataka nijue njia zako. Nijue ufalme wako. Nifanane na wewe. Nataka nikulingane njia zangu, mawazo yangu, tabia zangu, mwenendo wangu ufanane na wewe. Bwana, nifanane na wewe. Wewe usiku na mchana unapotaka ukafanya kitu unasema nifanye sawa sawa na mapenzi yako. Bwana, nisilale nje na mapenzi yako. Nisitembee, nisinene, nisiishi. Nifanane na wewe Bwana. Nifanane na wewe. Nataka nikwambie, maombi hayo yakichukua masaa haya niliyotaja, sura yako itabadilika. Kweli kweli. Maneno yako yatabadilika. Hali zako zitabadilika. Yaani hata kama ulikuwa unasema kuna ugonjwa kwenye mwili wako umehamia, kwa maombi hayo tu hautaombea ugonjwa, ugonjwa utaondoka. Swala la kwamba kuna vitu unasema mimi kwenye maisha haya hivi siviwezi, hautaamini macho yako ukijikuta unaviweza, kwa sababu Mungu kila kitu anaweza. Unajikuta kila kitu unakiweza kwenye maisha yako. Ila tunakwama sana kwa sababu badala ya kuombea kitu ambacho kitafanya vyote vije, tunaomba vile vitu ambavyo haviwezi kuja na haviwezi kufanya kile kitu kije. Bwana Yesu sana. Amen. Nikwambie, kuwa na gari ya kumfanya Mungu afurahi. Kuwa na mke wewe akufanye mbingu zishuke. Ila mbingu zikishuka zinaweza zikafanya mke aje. Amen, amen. Mbingu zikishuka zinaweza zikafanya pesa nje. Kweli. Mbingu zikiwa juu yako zinaweza zikafanya takataka za ulimwengu zikuzunguke. Bwana Yesu sana. Watu kukupenda wewe hawakufanyi Mungu akupende. Umeelewa? Maandiko yanasema lililotukuka kwa wanadamu kwa Mungu ni nini? Chukizo. Watu yaani wewe mwambie tena, usihangaikie watu kukupenda. Usihangaikie kuwa na vitu vingi. Angaika kula na ufalme. Angaika kuwa na ufalme. Tafuta sana ufalme. Tafuta sana ufalme. Jina la Bwana liwe sana. Maandiko yanasema lililotukuka kwa wanadamu kwa Mungu ni chukizo. Kwa hiyo kupendwa na wanadamu hakusababishi Mungu akupende. Hii lugha uielewe, hata ile mnayosema kwamba aliwapendeza Mungu na wanadamu. Sio aliwatendea mema wanadamu mpaka akafurahi. Wanadamu hakuna unayeweza kuwapendeza, hakuna. Badala alimuua kama aliwapendeza. Badala alimuua Yesu kama aliwapendeza kwa kuwatendea mema. Alifanya vitu vyenye ubora ambavyo walivutiwa navyo, ingawa midomo yao iliendelea kumchukia. Kupendeza watu ni kufanya vitu vyenye ubora ambavyo wanashangazwa unavyovifanya, lakini wao wataendelea kukunena vibaya. Sio kwamba kumfurahisha shangazi, mjomba, mama, enda nipe hela hizo umempa. Wewe sasa ukitaka kuwapendeza watu, pita kwa barabarani, kuna watu wanahitaji kila akikuona na 200 naomba hivi. Mpe. Simpe kila kuombaye. Biblia hii sio mafia yake. Ina mipaka yake. Tunataka kupendeza watu? Ndio. Nimeona Arusha hapa. Wanashukuru kweli omba. Wewe ni kweli. Tunataka kupendeza watu. Sasa mabaki na 5,000 ya mfukoni ya nini? Kuna watu wale ukiwa hapa watashukuru kweli. Asante Msamaria mwema, anapiga na makoti. Kagawe zote uone mjini patakavyo kwa machuku. Na vile kupendeza watu ni kwamba tu kila ulicho nacho kumfurahisha. Fanya vitu kwa ubora. Amen. Nena kwa ubora, fanya vitu kwa ubora. Unaposhangaa nyumba ya nani ameokoka. Ishukuru ni nani? Ona alivyonyosha nguo zake. Ona alivyovaa. Ona anavyonena. Ona bustani yake. Ndio nimeongea mpandaji bustani. Sasa bustani hizo choka pale. Siona bustani pale kuchoka. Nimekuja mwili sije nikaona tena takataka zile. Mbona nyanya fulani aziri pale? Nyanya. Sielewi bwana. Sijaongea mulime. Nataka ukilima ulime. Nimepita kuangalia banda la kuku, sijaelewa, najua sikufika mpaka mwisho kuku. Sijaelewa, nataka kuku. Kuku ukifuga. Samahani kwa neno hili. Wawe na woo. Kuku umefuga, kuku wana woo, hata wakitembea watu wakiangalia soma kuku wa mtumishi wa Mungu. Wana woo.
Ukilima nyanya, umelima mboga. Sijaona bustani pale tu. Sijaona. Tuelewane tu ndavyokuja awamu nyingine. Ujiwange moja vitu ambavyo nitaviangalia ni pamoja na vile. Sitaki takataka. Yaani ukilima, mtu akifungua lile geti. Sawa? Anaingia. Kama ni Chinese, anaikuta Chinese kweli kweli. Umeelewa? Chinese kweli kweli. Kama ni minyanya, anakuta imebebana namna hii. Usilime vingi vya ajabu ajabu. Sisi tunatafuta quality, sio quantity. Lima nyanya 5, alafu zimebebana namna hii. Unaiona minyanya imetuna mahali fulani. Unajua zile nyanya bustani zile naongea kiroho chako ndio kilivyo. Yaani ulivyo wewe ndani ndivyo na bustani yako itakuwa, ndivyo na kuku wako atakuwa. Utakuta kuku anaharisha, ujue na wewe mwenyewe unaharisha. Chinese, unazikuta Chinese, tumekaa tunataka kujifunza sarakasi. Chinese mboga za majani. Tumekaa tunataka kujifunza sarakasi. Pale watu hawamwadhibishi Mungu chochote, wanakuwa tu ni kichaa. Ukitaka kuwapendeza wanadamu, akifika kaona Chinese, sema yes. Akaona mboga za maboga kidogo lakini kwa ubora. Umefuga kuku kwa ubora. Umefanya nguruwe, umefuga nguruwe anaonekana kwa ubora. Mpendwa, nataka nikwambie watu wengi wataokoka si kwa sababu utawashuhudia. Wataokoka kwa sababu wanaona vile vitu. Amen. Mimi karibu na pale ninapoishi, mkiwa amefuga kuku. Yaani kubinti atoka siku moja akawauze. Sasa wale kuku wanajihudumia wenyewe. Anauza mayai na kuku wa kienyeji. Nikwambia kuku wawe na hoho. Nimewaona bado. Wao kuku kabisa ndio tendo na bwana. Sema kwa kweli mtumishi wa Bwana. Hii nimesubutu. Waliokwenda kuuza mali fulani sokoni, wakasema kuku wa mchungaji hawa. Kuku wa mchungaji hawa. Wana ni kuku walivyo. Ona kuku. Nunua tu hao bei yoyote wa mchungaji, kwanza wana baraka zote. Kila kuku utapona, lakini ona kuku ndio anavyopendeza. Toka pale, hata juzi kuna watu wametoka kwenda pale kanisani kununua kuku. Waongo walikuwa wanaenda kuangalia mazingira. Hakununua kuku wala nini. Yaani tayari kuna watu wamekuwa na moyo wa kupenda kusali lile kanisa kwa sababu ya kuona aina ya kuku walivyofugwa kitaala. Jina la Bwana liwe sana. Amen. Walivyofugwa kitaala. Kwa hiyo kupendeza. Yesu aliposema aliwapendeza wanadamu, Yesu alikuwa seremala, alitengeneza kakabati, akatengeneza kabati kweli. Unajua huwezi kuitwa seremala kama umechukua tu mbao, msumari, umechukua na nyundo, umeikuta mbao au mti kama huyo unaanza kupiga. Mpaka mti unapasuka pasuka. Wanauliza nini? Mimi seremala. Sio seremala bwana, wewe kichaa. Mpaka unaitwa seremala, manake kuna tu vitu umetunganisha. Umeunganisha kitu fulani kamekaa safi. Umeunganisha kameza kama kamekaa safi. Kamependeza. Kadri kameza kanavyokuwa bora ndivyo jina lako linavyopanda. Kwamba huyu ni seremala. Kwa hiyo kupendeza wanadamu sio kila mtu kumfurahi. Wewe tenda mema. Wanadamu tenda mema unavyotenda. Hawezi kufurahi wote. Hawezi kufurahi wote. Wewe tenda mema yale ambayo yanaboresha mazingira yako na mazingira ya wanaokutii. Yale mema yale hata wakichukia kwa midomo yao, mioyo yao itazidi kumwadhimisha Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya mpendwa. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wewe maombi yako Bwana ni kulingana. Hivi unafahamu Bwana ni mkulima? Unafahamu Bwana ni mfanyabiashara? Unafahamu Bwana ni mfugaji? Rudi kaone. Sasa mimi ni mkulima. Baba yake ni mkulima. Yeye ni msabibu. Sisi ni matawi. Nani anayelima? Mungu. Mpaka na wale mfano. Kwa hiyo kumlingana Mungu pia. Usio na mlingana.
Unataka kulingana bwana nisitende dhambi. Pia hata kufanya kazi ni dhambi. Pia hata kufanya kazi low quality ni dhambi. Ni kweli. Unafanya bana tu mikaza inakaa kama ni fundi. Unaishia tu ligauni limekaa hivi. Fundi jamani. Fundi huko hapa, fundi huko hapa, fundi gani kichapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo lazima unaposema nataka kumpendeza, nataka nikulingane Bwana. Maana kazi zote nitakazozifanya utukuzwe, nifanye kwa ubora, nikifanya biashara, nifanye kwa ubora. Unachumua kama ni nyanya, unachumua kama ni vitunguu, unaweka kama ni vya bei ndogo na vipanga tofauti, kama ni vya bei kubwa tofauti, unapanga kama vitunguu fulani, unapanga nyanya fulani, unaimbia na nyimbo pale. Sema asante, karibuni wateja, nyanya zilizotoka hapa. Debe unanipiga, umejaza pambio mle ndani. Sio hapa kama anacheza nyanya. 1000 nyanya. Wewe unaangalia wateja unafikiri unataka kuwaroga kwa nini? Mungu atajaza vyote. Hamna. Na wewe unainama pale kwa sababu ulokole na usafi vinaishi chumba kimoja. Nyanya zile umezipanga, mara umechukua kitambaa, umezifuta nyanya, umezirudisha pale. Unaimba kwa wewe. Wateja karibuni nani? Kwanza kiangalia tu the way unavyozijali nyanya zako. Wanasema twendeni tukanunue nyanya kwa msafi. Kweli. Mwisho kule mbele hawatasema msafi, watasema ule usafi sio wa kawaida, bila shaka yule mtu yuna Mungu. Twende tukanunue nyanya kwa mtu wa Mungu. Ndio. Hapo unajikuta unafika tuna nyanya umeuza. Unafika umeuza. Tayari kuna pochi mfukoni unatembea. Watu wanasema tunapendezwa naye. Tunapendezwa, hawapendezwi kwa sababu unawapa bure, unapendezwa kwa sababu unavifanya kwa ubora. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. By ombi pekee ambalo ndilo Biblia iliongoza na walioomba hivyo walifanikiwa. Ombi pekee. Mungu nifanane na wewe. Mungu nifanane na wewe. Nifanane na wewe. Kwanza mstari wa 12. Ndio, hebu kusoma 14 kwa ajili ya muda. Mstari wa 14 hapo. Mstari wa 14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Alafu twende Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ngapi? 5 mstari wa 42. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 42. Nasemaje? 5:42. Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Kwa hiyo wewe iga mfumo huo. Mwambie jirani yako iga mfumo huo. Iga mfumo huo. Dumu ukisali na kila siku utafute muda wemo hekaluni kwa maombi na kwa mafundisho. Ukiliweza hilo tu, umeweza kila kitu kwenye maisha yako. Ushike mkono mwambie simama juu. Umejaza uvivu, kuogopa majaribu, unaombea sikukute. Na usiku utaona ndoto za kushinda bila kupambana. Utaota vitu vinavyoelekeana sana na unayoyataka. Utajikuta usiku unaota ndoto watu wanakuletea hela wanakupa bure. Kwa hiyo zile ndoto zinakuja sawa na shauku ulionayo. Si unataka kufanya kazi? Unataka Mungu atokee bila wewe kutoa jasho, si ndio? Na ndoto usiku utaota watu wanakuletea hela. Ukiamka asubuhi mawazo yanakuja, nasubiri watu walete hela. Ikifika usiku mwingine unaota nyingine wameleta zingine. Ila mchana hazikuja. Kwa hiyo ndoto zitakuwa zikirudia kwenye upumbavu wa mawazo ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kama muda wote unafikiri kutenda mema na kufight, kupambana, ufanye nini pale, ufanye nini pale, ufanye nini pale, mara nyingi na ndoto zitakuja kwenye namna hiyo na zenyewe zitakuwa zikija kukuwezesha ufanye nini pale, utende nini pale. Narudia tena, kama maisha yako
yanaamini kupewa na kula kule, na ndoto zitakuwa zikija za kuonyesha leo umeokota hela, umeokota hela wewe asija, unaokota 500 azishi 200 unaokota mpaka unakuja kuamka, nimeokota mihela leo. Mchana hakuna hela yote mpaka jioni. Usiku tena unaota kuna mtu kakupa hela, watu wanakushangilia, wanakufurahia. Unajua kwenye mawazo yako ya kawaida una udhaifu wa kutaka kupata vitu bila kuvigharamikia. Lakini kama una kawaida ya kuwaza nifanye nini pale, nifanye nini pale nitoboe, nifanye nini pale nifanikiwe, nifanye nini pale nivuke, nifanye nini pale nishike kile, nifanye nini pale niwe pale, niwe hivi, hata ndoto zitakuja hivyo nazo zitakuwa zikija kukupa majibu ufanye nini. Zitakuja kukupa majibu ufanye nini. Niliwahi kuambia mahali, na hapa narudia tena kidogo, hivi hakuna mtu ambaye alipendwa katika Biblia isipokuwa mtu ambaye aliuliza nifanye nini Bwana. Wote waliosema niombe hakuwahi kusema niwapenda, ila aliyesema nifanye nini ili ni urithi ufalme. Biblia ikasema akafanyaje? Akampenda. Mtoto yoyote apendwaye na wazazi wake wa kimwili, wazazi wewe kama na mtoto wa miaka kuanzia 6 kwenda juu, mtoto apendwaye sio yule anayeomba baba naomba hela, baba naomba hiki, baba ni yule anayesema baba naomba nguo nikafue, baba naomba vyombo nikaoshe, mama naomba hiki nikafanye. Mama, huyo mtoto utake usitake utampenda. Uwezi ukapenda mtoto mke ambaye kila siku naomba namefune naomba miambi, baba hela ya shule, mama hela ya shule, yana tukuta ili ni mzigo. Ina miaka 12, 8, 15, yenyewe kazi yake ni kuomba hela tu, utajua hili ni mzigo. Lakini yule mtoto akuombaye kazi ya kufanya, utampa na pesa bila hata kukuomba. Ndio. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Alikadhalika kwa Mungu, yule mtu anayeomba kujua kitu cha kufanya na kujua jinsi ya kufanya, kwanza na ndoto zake zitakuwa hivyo hivyo. Uwezi ukaota ndoto ya kufanikiwa usiku, ukaamka asubuhi ukafanikiwa. Ujue hata nje ya ndoto una mipango ya kufanikiwa. Yaani hata usingeota ndoto hivi wote wenye magari wa barabara waliota ndoto wamenunua. Hivi Japan waliota ndoto wanatengeneza magari. China wanaota, tulienda China wewe. Tuliwakuta wanalala usiku, wanaamka asubuhi. Nimeota ndoto usiku. Nimeota ndoto usiku. Wateja wanakuja, si ndio? Anaota ndoto usiku ametengeneza vigari vile vilikuwa vinatumwa. Vyombo tulivyonunua China, waliota ndoto usiku wakatengeneza. Walisumbua kichwa. China ni moja watu ukitaka uhudumiwe, hata kama anauza tu kakitu 500 anakuhudumia mpaka unafurahi. Kachangamka muda wote, hawachoki. Sio ndoto bali. Isipokuwa ndoto pia inaweza ikaja ikifuatana na mawazo ulionayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ukitaka ndoto zako ziwe zinakuongoza kwenye mafanikio, nje na ndoto uwe na mawazo ya mafanikio, uwe na mipango ya mafanikio, uwe na jitihada za mafanikio. Ndoto zako zitapita mule. Narudia usemi huu, hautafanikiwa kwa sababu umeota ndoto ya kufanikiwa. Hautafanikiwa kwa sababu umeota ndoto ya kufanikiwa. Never. Utafanikiwa kwa sababu una mipango ya kufanikiwa, na ndoto za mafanikio zitaingia humo ndani. Sulemani mpaka anaota ndoto usiku, Mungu anamwambia omba utakalo. Akaomba jambo ambalo Mungu akasema nimekupa. Alipoamka asubuhi akalikuta jambo lile analo. Ile sio ndoto tu, yalikuwa ni mawazo, yalikuwa ni maombi, ilikuwa dua ya Sulemani. Anavyotembea, anavyoishi, anavyolala, ilikuwa ni dua yake Mungu. Hebu soma sasa.
Soma pale. Nimekufafanulia kidogo kuhusu ndoto. Endelea hapo. Akatokea katika ndoto ya usiku. Sulemani akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Ndio. Sulemani akaomba, umfanyie mtumwa wako Daudi, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli, ndio, na katika haki, ndio, na katika unyofu wa moyo pamoja nawe, ndio. Nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama alivyo leo. Ndio. Na sasa Bwana, Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu. Ndio. Nami ni mtoto mdogo tu, na sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Ndio. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? 10. Neno hili likawa jema machoni pa Bwana. Ndio. Na ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Ndio. Mungu akamwambia, ndio, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, ndio, wala hukutaka roho za adui zako, ndio, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Ndio. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Sawa. Tazama, nimekupa moyo wa hekima, ndio, na wa akili. Ndio. Hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe. Ndio. Na mambo yale wala baada yako hata inuka mtu kama wewe. Ndio. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa. Ndio. Mali na fahari. Ndio. Hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Jina la Bwana libarikiwe. Sulemani kaomba nini hapo? Hekima. Kaomba nini? Hekima. Kaomba magari? Kaomba nyumba? Kaomba wachumba? Nimekwambia ombi pekee la kuombea ni ombi gani? Kufanana na. Haya, kwa haraka sana. Ili uelewe hekima ni kitu gani? Soma Mithali 8 Azia sana 14. Uelewe alichoomba hapo Sulemani ni kitu gani? Azia sana 10. Mithali 8 mstari wa 10. Pokea mafundisho yangu, wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Maana hekima ni bora kuliko marijani. Ndio. Wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Ndio. Mimi hekima nimefanya welevu kuwa kao